Na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Leo tuko katika somo la 29 na tuko katika fundisho la 27 katika kitabu cha Mwanzo. Na hii ni safari ambayo tumeianzia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, na tunatarajia kuimalizia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 21. Na kwa hivyo kama pengine umekosa baadhi ya mafundisho yetu, unaweza kutupata pale YouTube. Pale tuna mafundisho mengi. Mafundisho haya yako pale, na pia tuna mafundisho mengine ambayo yanahusu kanisa. Na unaweza kutufikia ukiandika pale Ushindi Ministries, utaweza kutupata pale. Na tunapoanza fundisho letu la siku ya leo, kichwa chetu katika fundisho hili kinasema Yakobo anapokea baraka ya Isaka kwa njia ya udanganyifu. Na maandiko yetu makuu yatatoka katika kitabu cha Mwanzo sura 27 mstari wa 27 hadi 29, na vile vile katika waraka wa Galatia sura ya 6 mstari wa 7. Katika vifungu hivi vya 27 na 29 Biblia inasema, Mungu akujalie umande wa biguni na unono wa nchi na wingi wa nafaka na divai. Kabila za watu na zikuhudumie, na alaaniwe kila akulaaniawe, na abarikiwe kila akubarikie. Na katika Wagalatia 6:7 Biblia inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Na malengo matano, ambapo baada ya kujifunza funzo hili tutaweza kujua yafuatayo. Jambo la kwanza, tutaweza kuelewa jinsi Yakobo alivyopata baraka ya Isaka kwa njia ya udanganyifu. Na lengo la pili, tutaweza kutambua madhara ya upendeleo katika familia. Lengo la tatu, tutaweza kujifunza kwamba Mungu hutimiza makusudi yake, lakini hapendezwi na dhambi. Lengo la nne ni tutaweza kuelewa matokeo ya udanganyifu na uongo. Na lengo la tano, tutaweza kumuona Kristo kama chanzo cha baraka ya kweli. Na tunapoingia katika utangulizi wetu ni kwamba tunaporudi kidogo katika sura ya 26, tunaona Mungu alimbariki Isaka wakati wa njaa. Isaka akafukua visima, agano la amani na Abimeleki, na vile vile Esau kuwa sababu ya huzuni kwa wazazi wake. Na katika sura ya 27 tunaona kwamba Isaka anapata baraka ya Esau, na vile vile tunaona Rebeka anapanga njama, Yakobo anamdanganya baba yake, Esau anakosa baraka na Yakobo anamalizika, na Yakobo analazimika kukimbia. Na kati ya kifungu cha kwanza na 4 cha sura hii ya 27 tunaona Isaka akipanga kumbariki Esau. Tunaona Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka, alimuita Esau, akamwambia, nenda ukaniwindie mawindo, niandalie chakula ili nikubariki kabla sijafa. Isaka alimpenda Esau na alitaka kumpa baraka ya mzaliwa wa kwanza. Na somo muhimu hapa ni kwamba maamuzi makubwa yanapaswa kufanywa kwa kutafuta mapenzi ya Mungu, si kwa hisia au upendeleo. Na katika kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 5 Biblia inasema, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usisitegemee akili zako mwenyewe. Kati ya kifungu cha 5 na 17 tunaona Rebeka akipanga njama. Rebeka alisikia mazungumzo hayo kati ya Isaka na Esau, na akamuita Yakobo na akamwambia amletee mbuzi wawili. Akamwambia atapika chakula kama Isaka anavyopenda, na Yakobo ajifanye kuwa Esau. Yakobo aliogopa kuguduliwa, lakini Rebeka akasema, laana yako na iwe juu yangu, mwanangu. Na somo la kiroho hapa ni kwamba hata watu wa Mungu wanaweza kufanya makosa wanapojaribu kutimiza mpango wa Mungu kwa njia zisizo halali. Mungu hahitaji uongo ili kutimiza ahadi zake. Kati ya kifungu cha 18 na 29 tunaona Yakobo akimdanganya Isaka. Yakobo aliingia kwa baba yake akasema, mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Isaka aliona mashaka, akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Hatimaye Isaka akambariki Yakobo. Na tunapoangalia baraka ya Isaka,
tunaona Isaka alimwombea Yakobo mafanikio ya nchi, wingi wa mazao, utawala juu ya ndugu zake na ulinzi na baraka za Mungu. Kati ya kifungu cha 30 na 40 tunaona Esau akikosa baraka. Tunaona mara tu Yakobo alipotoka, Esau akafika na Isaka akatambua kuwa alikuwa amedanganywa. Esau akalia kwa sauti kubwa, akasema, ewe baba yangu, unibariki mimi pia. Lakini baraka kuu ilikuwa tayari imetolewa. Na katika waraka wa Ibrania sura ya 12 mstari wa 16 na 17, Biblia inasema Esau hakupata nafasi ya kutumbu, ijapokuwa aliitafuta kwa machozi. Tunaona somo kuu hapa ni kwamba tusidharau neema ya nafasi ambazo Mungu anatupa, kwa sababu baadhi ya fursa hazirudi tena. Kati ya kifungu cha 41 na 45 tunaona Esau akipanga njama ya kumuua Yakobo, na tunaona Esau alimchukia sana Yakobo na akaapa moyoni, baada ya baba kufa nitamuua, akasema Esau. Na Rebeka aliposikia jambo hilo, alimwambia Yakobo akimbilie kwa ndugu yake Laban. Na matokeo ya udanganyifu ni kuwa ikawa Yakobo alipata baraka, alilazimika kukimbia familia yake. Hakumuona tena mama yake, na miaka mingi baadaye yeye pia alidanganywa na Laban. Dhambi huleta maumivu hata kama Mungu anaendelea kutimiza kusudi lake. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 32 mstari wa 23, Biblia inasema, jueni ya kuwa dhambi yenu itawapata. Kati ya kifungu cha 27 na 46, tunaona Rebeka akiongea na Isaka. Na Rebeka alimwambia Isaka kwamba hataki Yakobo aoe wanawake wa Kihiti kama Esau. Na hii ikawa sababu ya Isaka kumtuma Yakobo kwa ndugu wa Rebeka. Na tunapoangalia Kristo katika mwanzo huu wa 27, tunaona kwamba Yakobo alipata baraka kwa njia ya udanganyifu, lakini Yesu Kristo hutupatia baraka za Mungu kwa njia ya haki na neema. Kupitia Kristo tunakuwa warithi wa ahadi za Mungu. Katika waraka wa Efeso sura ya 1 mstari wa 3, Biblia inasema ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika Kristo. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba Mungu hapendezwi na udanganyifu. Lengo zuri halihalalishi njia mbaya. Upendeleo huleta mgawanyiko. Isaka alimpenda Esau, Rebeka akampendelea Yakobo. Na dhambi ina matokeo. Tunaona Yakobo alipata baraka, lakini pia alipata miaka ya mateso na kutengwa na familia. Mungu hubaki mwaminifu. Licha ya makosa ya wanadamu, Mungu aliendelea kutimiza ahadi yake. Baraka ya kweli inapatikana katika Kristo. Yesu ndiye anayetoa urithi wa milele kwa wote wanaomwamini. Tuna maswali matano hapa ambayo tunaweza kuyajibu katika wakati wetu wa baadaye. Na swali la kwanza linasema, kwa nini Rebeka alimsaidia Yakobo kumdanganya Isaka? Kwa nini Rebeka alimsaidia Yakobo kumdanganya Isaka? Swali la pili, ni madhara gani yaliyotokana na udanganyifu huo? Ni madhara gani yaliyotokana na udanganyifu huo? Swali la tatu, upendeleo wa wazazi uliadhirije familia ya Isaka? Upendeleo wa wazazi uliadhirije familia ya Isaka? Swali la nne, tunajifunza nini kuhusu matokeo ya dhambi? Tunajifunza nini kuhusu matokeo ya dhambi? Swali la tano, Yesu anatupatiaje baraka iliyo bora kuliko urithi wa duniani? Yesu anatupatiaje baraka iliyo bora kuliko urithi wa duniani? Na sura yetu ya kukariri inatoka katika kitabu cha waraka wa Galatia sura ya 6 mstari wa 7, ambayo inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Na tunapoelekea kuhitimisha fundisho letu la siku ya leo, tunajifunza kuwa Mungu hutimiza makusudi yake, lakini hatupaswi kutumia uongo au udanganyifu ili kufikia malengo yetu. Upendeleo wa wazazi, hila na kutoaminiana vilisababisha mgawanyiko mkubwa katika familia ya Isaka. Na somo hili linatukumbusha kwamba uaminifu, ukweli na kumtegemea Mungu ni njia bora zaidi kuliko kutafuta mafanikio kwa hila. Baraka za kweli hutoka kwa Mungu na hupokelewa kwa imani na utii. Katika somo lijalo ambalo litakuwa ni kutoka katika sura 28, tutajifunza kuhusu Yakobo kwenda Harani, ndoto ya gazi iliyofika biguni, Mungu kudhibitisha agano lake kwa Yakobo, na maana ya Betheli, yaani nyumba ya Mungu. Na hayo ndio tuliyokuwa nayo.
Hakika tumejifunza mambo mengi kuhusu familia hii ya Isaka pamoja na Rebeka. Tunaona upendeleo kwa upande mmoja, baba akimpenda Esau na upande mwingine mama akimpenda Yakobo, na hali hii ikaleta mgawanyiko katika familia. Hali hii ikaelekea na hata Yakobo kuondoka nyumbani na kwenda kuishi na mjomba wake ambaye alikuwa ni Labani. Tunaona udanganyifu ambao aliufanya pale nyumbani na kuchukua urithi wa Esau. Vile vile na yeye aliweza kudanganywa na Laban ambaye alikuwa ni mjomba wake. Kwa hivyo sio vizuri kama familia kuwapendelea watoto. Kuna baadhi ya jamii ambazo hupendelea watoto wa kike, wengine wakipendelea watoto wa kiume. Kuna wengine ambao wanawapendelea wale watoto ambao ni wazao wa kwanza, na kuna wale ambao wanawapendelea watoto ambao ni vitinda mimba. Kwa hivyo tukiwa katika hali hii, tunaweza kuleta mgawanyiko mkubwa katika familia zetu, na baadaye tunaweza kupata kilio. Familia ya Isaka ilipata aibu. Ilikuwa ni familia ya ahadi, lakini iliweza kupata aibu na kusononeka, manake ilileta huzuni. Katika sura ya 26 tulisoma kwamba Esau alienda kuwachukua wake kutoka katika makabila ya Wahiti, na hali hii ikaleta huzuni sana katika familia hiyo. Kwa hivyo haikuwa familia ya furaha, bali ilikuwa ni familia ya huzuni. Kwa hivyo na sisi kama tungetaka kuishi vizuri, tuweze kuishi vizuri na watoto wetu, wake zetu pamoja na waume zetu, ili tuweze kusimamisha familia zetu na ili tuweze pia kupata baraka kutoka kwa Mungu. Kwa hayo nakutakia kila la heri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.